Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Leo ninao ujumbe juu yako. Utaokoka lini? Utaokoka lini? Siku ya wokovu ni sasa. Utaokoka lini? Kuokoka ni kutoka katika mwenendo mbaya, kutoka katika matendo maovu kama vile uzinzi, ulevi, uuaji, ubakaji, mambo ya kama hayo. Ni kuepuka kwenye matendo mabaya. Matendo mabaya ni hayo ambayo ni matendo ya gizani. Kwa hiyo mtu anaokolewa, maanake anatoka katika matendo ambayo yanaweza yakaharibu maisha yake, analetwa katika sehemu ya matendo ambayo ni mema. Wewe hapo, je, umeokoka? Watu wengi huwa wanasema kwamba nimeokoka eti kwa sababu tu wanasali. Hujaokoka bado. Kuokoka ni kuacha matendo ya kale na kuanza matendo mapya, kwa sababu Biblia inasemaje? Hata sasa tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Wako watu wengi, na mimi ni miongoni mwao, waliokuwa ni watu wa dhambi sana, waliokuwa ni watu watendaji maovu sana, lakini kwa neema ya Bwana Yesu nimeokolewa kwa neema, wala si kwa matendo, wala mimi siwezi kujisifu. Ni kwa njia ya imani tu nimepata kuhesabiwa haki, mimi niliyekuwa sijahesabiwa haki. Kwa hiyo mpendwa, ewe kaka na ewe dada mnaonisikiliza, sichukueni ujumbe huu wakati wa kuokoka ambao unatakiwa usijutie. Leo usipochagua kuishi maisha mazuri, utaishi maisha mabaya, kwa sababu duniani ni choice. Mtu anaishi kwa chaguo. Ukikataa kuchagua kuishi matendo yaliyo mazuri, utaishi katika mwenendo mbaya. Leo hii watu wanasema hauwezi ukawa mwaminifu, hauwezi ukawa mtakatifu. Nataka nikwambie, elewa hivi, Biblia inasema mtakuwa watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu. Kwa hiyo tunaweza kuwa watakatifu. Mimi ninaweza kuwa mtakatifu duniani, wewe unaweza ukawa mtakatifu duniani, kwa maana Biblia inasema watakatifu walioko duniani ndio ninaowapendezwa nao. Wengine wanapenda sana kusema hakuna wokovu duniani, lakini nataka nikwambie, kama hakuna wokovu duniani, kwa hiyo duniani kuna utumwa tu. Sikiliza nikwambie, Yesu alikuja kuwaokoa watu. Yesu hakuja kuigiza hapa duniani. Yesu alikuja kuwatoa watu kwenye vifungo. Ukisoma Isaya 61 mstari wa kwanza, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta ili niwahubiri wanyenyekevu habari njema, waliofungwa wapate kufunguliwa, mateka wapate uhuru wao. Haya, utaniambiaje kwamba eti watu hapa duniani hakuna kuokoka? Unamaanisha nini kuhusu kuokoka? Acha kukalili. Elewa kwamba kuokoka kupo hapa duniani, na watu wanateseka ni hapa duniani. Hakuna kuokoka baada ya kifo. Ukiokoka kufa, sasa unaenda kuokoka nini? Kwenye kufa hakuna kuokoka. Kwenye kufa ni udhilisho wa matendo yako ulioyaishi duniani. Kama uliishi katika utumwa wa dhambi na vifungo mbalimbali, kama uliishia katika magereza, na kuambia kwamba haiwezekani ukaenda kufunguliwa huko. Na kuambia njia ya kweli ni kuokoka. Njia ya kweli ni kuokoka. Mwamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mpendwa, hili ni agizo nililotumwa na Bwana juu ya maisha yako. Pengine unateseka kwa uzinzi wako, unateseka na ulevi wako, unateseka na uchawi, unateseka na ushirikina, unateseka na uganga, lakini nataka nikwambie iko njia moja ambayo ni kumwamini Yesu Kristo. Kubali leo, surrender your life to Jesus. Mkabidhi Yesu maisha yako, kwamba mimi ninakubali kuokoka, na mimi nakubali kuwa miongoni mwa watakao irithi nchi, watakao rithi ufalme wa mbinguni. Usidanganywe na mtu kwamba hakuna kuokoka duniani. Kuokoka kupo, na wanaotakiwa kuokoka ni watu walio hai peke yake. Waliokufa hawana nafasi ya kuokoka. Nataka nikwambie, waliokufa hawana nafasi ya kuokoka duniani. Kwa hiyo tengeneza mazingira. Kuokoka ni kwa hapa duniani. Kuokoka ni kwa mtu aliye hai. A best choice, decision making. Mtu anaweza
kuweka rational decision making. Ni mtu aliyekufa. Maiti hawezi kuweka decision. Maiti hawezi kuweka decision. Ndio maana Biblia inasema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako kabla zijaje siku zilizo mbaya katika maisha yako. Mwingine anasema, je, nitaokokaje? Biblia katika Warumi 10 mstari wa 9, Warumi 10 mstari wa 9 hadi wa 10 inasema hivi: kwa maana ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini ya kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako utaokoka. Pia ukiamini kwamba Mungu alimfufua huyo katika wafu, na kwambia utaokoka. Amen.